hamasa mlionayo inabidi tuage. Wala mimi siongei kabisa leo siongei. Leo sifanye nini? Siongei. Yaani ningekuwa mimi ndio mwenyekiti wa CCM wilaya, ningesema mkutano nimeufunga kwa elimu. Kwa sababu hapa mmeonyesha nyinyi hapa ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Nyinyi ni ngome ya Samia Suluhu Hassan. Nyinyi ni ngome ya Haidari Gulamali. Lakini pia naomba mpokee salamu za mwenyekiti wa chama chetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais kwa tiketi ya CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan. Amenituma niwape salamu nyingi za upendo na mshikamano, za upendo na mshikamano. Anawashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmempa kwa miaka hii mitano. Anawashukuru kwa ziara nzuri aliyofanya katika mkoa wa Singida. Ni katika mikoa ambayo amekwenda na kumbukumbu ya ushirikiano wa hali ya juu. Lakini pia niwapongeze, mkoa huu ni katika 3 bora ya mikoa iliyotulia katika nchi yetu. Na sisi tunaamini ni 3 bora kwa sababu mwenyekiti wa CCM wa mkoa ni mwanamke, katibu wa CCM wa mkoa ni mwanamke, mkuu wa mkoa ni mwanamke, katibu tawala wa mkoa ni mwanamke, na mimi ni mwanaume. CCM oye! CCM oye! Tunawapongeza sana mwenyekiti wa mkoa na kina mama wengine ambao kwa kweli mmetoa heshima kubwa kwa wanawake, na kwa kweli mmefuata nyayo za Rais Samia Suluhu Hassan. Kwamba leo tunapomtazama Rais Samia kama kielelezo cha uwezo wa wanawake Tanzania, tunawatazama na kina mama hao wa Singida wanaofanya kazi yao vizuri. Wenzangu wamesema na mimi nitarudia kwamba leo ni siku ya kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Tunakumbuka maisha yake na utumishi wake kwa taifa letu. Tunakumbuka katika siku ya leo kwamba baba wa taifa Mwalimu Nyerere ndio muasisi wa taifa letu. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere ndio kiongozi mkuu wa utetezi wa uhuru wa Tanganyika na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini vile vile baba wa taifa Mwalimu Nyerere ndio muasisi wa umoja, usawa na upendo miongoni mwa Watanzania. Tunaposimama mbele leo tukimuona ndugu yangu Basima akiongea Kinyaturu, hii ni moja ya kazi ya baba wa taifa. Uongo kweli? Uongo kweli? Ndio. Leo katika nchi yetu hatuna ubaguzi wa aina yoyote. Hatuna ubaguzi wa rangi, hatuna ubaguzi wa kabila, hatuna ubaguzi wa dini, hatuna ubaguzi wa kipato. Ni kwa sababu ya misingi iliyojengwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na baba wa taifa alipopewa madaraka ya kuongoza nchi yetu, katika hotuba yake ya kwanza kwa nchi yetu tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 61, aliliambia taifa letu kwamba tuna maadui wangapi? Tuna maadui wangapi? Nani anawakumbuka? Maadui watatu wa taifa hili, nani anaweza kutuambia? Njaa. Mmetisha sana watu hapa. Watu wa Ilongelo mmetisha sana, jipigieni makofi. Wamesema ujinga, maradhi na umasikini. Ujinga, maradhi na umasikini. Hawa ndio maadui ambao baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliwaona kama maadui wa kwanza kwa taifa letu wakati linapata uhuru, na akafanya kazi kubwa ya kupambana na maadui hao. Tunachojivunia leo ni kwamba watangulizi wake na hasa Daktari Samia Suluhu Hassan ameirithi ndoto ya Mwalimu Nyerere, maono ya Mwalimu Nyerere ya kutaka kuwashinda maadui hao watatu.
Na kwa kweli kwa mambo ambayo Rais Samia amefanya katika miaka mitano hii katika maeneo ya afya, elimu na uwezeshaji wa wananchi yanaashiria dhamira ya dhati ya kupambana na maadui ya watatu, na dalili za ushindi ziko wazi wazi. Kwa leo tunapojivunia miaka mitano ya Chama cha Mapinduzi madarakani, miaka 4.5 ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya CCM, tunayo mengi tunayojivunia, tunayo mengi tunayofurahia. Na kwa uchache nitayataja baadhi ya mambo makubwa ya mfano ambayo rais wetu Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika miaka mitano iliyopita. La kwanza, rais wetu amechukua msimamo wa pekee wa kukiongoza na kukisimamia kilimo chetu ili kiwe na tija kwa watu wetu. Kwa Ilongero peke yake, zaidi ya 80% ya wananchi wa Ilongero wanaishi kwa kutegemea kilimo. Uongo kweli? Uongo kweli? Wakulima wote mikono juu, wakulima mikono juu. CCM oye! Rais Samia kwa kutambua kwamba wakulima ndio wengi zaidi kwenye nchi yetu, kilimo ndio sekta inayotegemewa zaidi katika nchi yetu, aliweka nguvu kubwa katika kilimo chetu katika miaka 4.5 ya uongozi wake. Moja ya mambo ambayo Rais Samia aliyafanya vizuri na kwa mafanikio ni kuongeza bajeti ya kilimo katika shughuli za maendeleo. Bajeti ya Wizara ya Kilimo iliongezwa kutoka bilioni 294 kwa mwaka mpaka trilioni 1 bilioni 200 na milioni 400. Hapo vipi? Kuongezeka kwa bajeti hiyo kulikofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan kumewezesha miradi mikubwa ya umwagiliaji kutekelezwa katika nchi yetu. Wakati Rais Samia anaingia madarakani, miradi iliyotekelezwa katika nchi yetu ya umwagiliaji ilikuwa miradi 13 peke yake. Leo tunavyoongea, miradi mikubwa ya umwagiliaji katika nchi yetu iko 780. Lakini vile vile wakati Rais Samia anaingia madarakani, mradi wa mbolea ya ruzuku kwa wananchi wetu, kiwango ambacho kilikuwa kinatawanywa kwa wananchi wetu kwa wakati ule kilikuwa tani 363,599. Leo tunavyoongea, kiwango ambacho kinatolewa cha ruzuku kwa wananchi wetu ni tani 848,884. Makofi kwa Rais Samia. Lakini vile vile wakati Rais Samia anaingia madarakani, utaratibu wa kupima ardhi yetu katika Tanzania ulikuwa haufanyiki vya kutosha. Vipimo vya kupima ardhi katika nchi yetu vilikuwa 3 peke yake. Leo tunavyoongea, vipimo vya kupima ubora wa ardhi yetu katika Tanzania viko katika wilaya zote. Vipimo vipya 143 vya kisasa vimenunuliwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile kiwango cha mbolea kiliyopatikana kwa watu wa Singida peke yake, Singida peke yake, wakati Rais Samia anaingia madarakani ilikuwa tani 1,772. Leo tunavyoongea, mbolea inayotolewa ya ruzuku Singida ni tani 7,948. Lakini kwa kutambua kwamba Singida pia inao wafugaji, Singida pia inategemewa kwa mifugo katika nchi yetu, ndio maana Rais Samia Suluhu Hassan katika taifa zima alihakikisha kwamba bajeti ya Wizara ya Mifugo inaongezeka. Bajeti hii ambayo miaka mitano iliyopita ilikuwa bilioni 66, leo tunavyoongea ni bilioni 476. Makofi kwa Rais Samia. Lakini vile vile kutokana na kuongezeka kwa bajeti, chanjo zimeongezeka kwa mifugo yetu, majosho yameongezeka. Kwa Singida peke yake, wakati Rais Samia anaingia, majosho ya kuogeshea mifugo yetu yalikuwa 131. Leo Singida ina majosho 165. Lakini wakati Rais Samia anaingia madarakani, kiwango cha dawa za kuogeshea mifugo yetu kwa Singida peke yake kilichokuwa kinatolewa miaka 4.5 iliyopita ilikuwa lita 889. Leo kiwango kinachotolewa ni lita 1,572. Lakini pia miaka 4.5 iliyopita kiwango cha mifugo yetu kiliokuwa kinaathiriwa na magonjwa yanayotokana na kupe ilikuwa 75. Leo tunavyoongea
mifugo yetu inayoathiriwa na kupe imepungua na sasa ni 50% peke yake. Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutekeleza ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere ya kupambana na adui maradhi, aliweka nguvu vile vile kwenye kujenga na kuimarisha miundombinu ya afya katika nchi yetu. Na katika kufanikisha ndoto hii ya kujenga miundombinu ya afya na kuwezesha huduma bora za afya kwa wananchi wetu katika taifa letu, Rais Samia amefanya mambo makubwa yafuatayo. La kwanza, amewezesha kujengwa kwa hospitali mpya za wilaya 119 ndani ya miaka minne. Lakini vile vile ndani ya miaka 4 na nusu, Rais Samia amewezesha kujengwa kwa vituo vipya vya afya 647. Lakini vile vile ndani ya miaka 4 na nusu, Rais Samia amewezesha kujengwa kwa zahanati mpya 2894. Lakini vile vile ndani ya miaka 4 na nusu, Rais Samia amewezesha hospitali 26 kuwa na vipimo vya kisasa vya CT scan ambavyo wakati anaingia madarakani vilikuwa vitatu nchi nzima. Leo hospitali 26 zina vipimo vya CT scan katika nchi yetu. CCM oye! Lakini vile vile Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuibeba kindakindaki ndoto ya Mwalimu Nyerere ya kupambana na adui ujinga, na ndani ya miaka 4 na nusu ameweza kujenga miundombinu ya elimu katika nchi yetu. Mwanamke yeyote ambaye hajapiga gelegele atakuwa mchawi. CCM oye! CCM oye! Mnaogopa kuwa wachawi Lakini vile vile rais wetu ameweza kuboresha huduma za umeme nchi nzima. Wakati anaingia madarakani, eneo la umeme lilokuwa na megawati za umeme zilizokuwa zinapatikana nchini ni 1602. Lakini leo umeme unaozalishwa nchini ni megawati 3078. 3078. Tunavyoongea vijiji vyote 12318 katika nchi yetu vyote vina umeme. Makofi kwa Rais Samia. Nataka mniambie, kwa hayo yote niliyosema ambayo Rais Samia ameyafanya, mnahitaji afanye nini kingine ili apate kura zote? Afanye nini kingine apate kura zote? Afanye nini kingine apate kura zote? Afanye nini kingine? Mnasubiri tarehe 29. Mnasubiri tarehe 29. Wanaosubiri tarehe 29 mikono juu. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu kwa kazi kubwa aliyoifanya, lakini tunawashukuru pia wasaidizi wake, mawaziri, na leo hapa wanawakilishwa na Waziri Mwigulu Nchemba, au sio? Lakini katika miaka mitano inayokuja, nini mipango ya serikali ya CCM? Nayo nitaisema kwa uchache. Nitaisema kwa la kwanza, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi tumezamiria kwenda kuboresha hospitali yenu ya wilaya kwa miundombinu, kwa vifaa tiba na kwa watumishi mabobezi, madaktari na wauguzi. Hapo vipi? Lakini ili kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi, tumezamiria kujenga vituo vipya vya afya 4. Lakini pia tumezamiria kujenga zahanati mpya 8 na nyumba za watumishi 13. Hapo vipi? Lakini kwenye eneo la elimu, mpango wa elimu ya bure kwa watoto wetu kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6 utaendelezwa. Lakini vile vile tumezamiria kuongeza shule mpya za msingi. Ndani ya miaka 5 tutajenga shule mpya za msingi 7, sekondari mpya 4 na madarasa mapya shule za msingi. Kwa sababu watoto wetu wanabanana kwenye shule zetu za msingi, tumesema tunaongeza pia madarasa mapya 173 kwa shule za msingi na sekondari. Hapo vipi?
Lakini pia kwenye sekta ya kilimo, tumesema tunakwenda kuanzisha kituo cha kukodisha zana za kilimo kwa bei nafuu. Lakini pia tunakwenda kujenga maghala kwa ajili ya kuhifadhi mazao yetu, ili mazao yasipotee bure, yote yawe na thamani. Hapo vipi? Lakini pia tunakwenda kuongeza ujenzi wa skimu za umwagiliaji, ili watu wasitegemee mvua peke yake katika kilimo. Lakini pia hii ya ruzuku ya mbolea, mmesema nyinyi Ilongero mhitaji ruzuku ya mbolea? No, nimeambiwa mhitaji nyinyi. Mnaitaka mhitaki? Mnaitaka mhitaki? Basi kumbe nilisikia vibaya, maana masikio mengine haya huwa yanasikia vibaya. Tunakwenda kuimarisha tunaongeza na kuimarisha utoaji wa ruzuku ya mbolea, mbegu na madawa. Lakini pia huduma za ugani, huduma za kilimo cha kitaalamu kwa watu wetu tunakwenda kuziimarisha. Lakini pia serikali ya CCM kama itapata nafasi ya kuingia tena madarakani, tunakwenda kushirikiana na dodi za mazao kuhakikisha kwamba bei zetu zinaendelea kuwa nzuri. Hapo vipi? Hapo sawa? Lakini pia kwenye eneo la ufugaji tunakwenda kuimarisha ujenzi wa majosho, ujenzi wa malambo, huduma za ugani na machinjio ya kisasa. Kwenye eneo la madini, tumesema ndani ya miaka 5 ijayo tunakwenda kuhakikisha eneo tunalofanyia utafiti wa madini tunaongeza. Mpaka sasa eneo ambalo tumekuwa tukifanyia utafiti wa madini ni 16%. Tunakwenda kuongeza mpaka 50%, ili vijana wetu wawe na uhakika wa utafutaji na uchimbaji wa madini. Lakini vile vile tunakwenda kuendeleza soko la madini la Shelui. Lakini vile vile tunakwenda kuanzisha masoko mapya ya madini katika maeneo ya Senkenke na Puma. Senkenke na wapi? Na Puma. Kwenye maeneo ya biashara kwa watu wetu, tumesema kwanza tunaenda kuimarisha mazingira mazuri ya biashara, watu wetu waweze kufanya biashara kwa amani, kwa utulivu. Lakini pia tunakwenda kujenga stendi ya kisasa katika jimbo la Ilongero. Lakini pia tunakwenda kujenga soko la kisasa. Hapo vipi? Lakini pia katika eneo la mikopo kwa watu wetu, tumesema ndani ya miaka 5 tunaenda kuimarisha mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mikopo hii tumekuwa tukiitoa kwa muda mrefu, lakini Rais Samia amefanya utafiti na akajiridhisha kwamba walengwa wa mikopo hii imekuwa kwa wingi wao haiwafikii. Imekuwa haiwafikii kwa sababu ya wajanja wako katikati humu, ambao ama wanaweka majina ya bandia ama wanachepusha kwa ajili ya watu wanaowajua wao. Tumesema Rais Samia ameweka utaratibu mpya ambao wajanja hawatapata nafasi ya kudhulumu makundi haya maalum. Lakini vile vile tumezamiria ndani ya miaka 5 ijayo twende tukatengeneze ajira mpya kwa vijana milioni 8 kwa nchi nzima katika sekta rasmi na sekta isiyo rasmi. CCM oye! CCM oye! Kwenye eneo la viwanda, tumesema katika ilani yetu tutakuwa na viwanda nchi nzima, wilaya zote, kwa kutegemea sehemu inazalisha nini. Kwa mfano eneo kama Ilongero tumesema viwanda vya mafuta ya alizeti vinafaa. Lakini vile vile viwanda vya chakula cha mifugo vinavyotokana na mashudu ya alizeti pia vinafaa. Lakini vile vile viwanda vya kuchakata madini pia vinafaa. Viwanda vya kusindika mazao, nyama na maziwa pia vinafaa. Tunataka kuwa na nchi ya viwanda, nchi ya viwanda. Eneo la maji na barabara, maji na barabara nilitaka nisiongelee.
lakini mgombea wenu wa ubunge ni mkorofi, ameng'ang'ania kwamba niongelee. Mbunge wenu nini? Mbunge wenu ni mkorofi, na ili niongelee amenichomekea kuniita Mnyampanda. Ameniita nani? Ili niongelee. Na mimi nimejua alipoanza kuniita jina la Mnyampanda nikajua anataka tu niongelee. Sasa wacha tu nisije nikagombana naye, niseme maeneo hayo aliyotaka tuyaongelee. Ingawa sasa wewe mheshimiwa, kwa nini wewe umejiita Basima alafu mimi Mnyampanda? Wewe umejichagulia yule ndege anayekuja wakati wa neema tu. CCM oye! Huyo mbunge wenu mjanja sana. Basi yeye ndio Mnyampanda, mimi Basima. CCM oye! CCM oye! Basima oye! Basi nyang'anyi jina lake, yeye abaki kuwa Basima. Sasa miradi, nianze na miradi ya maji. Miradi ya maji. Ilani ya CCM inasema tutaendelea kutekeleza mradi mkubwa ili kuongeza upatikanaji wa maji Ilongero na kuongeza asilimia ya upatikanaji wa maji kutoka asilimia 80 hadi asilimia 90. Lakini vile vile ilani inasema tutaendelea kutekeleza mtandao wa kitaifa wa maji kutoka Ziwa Victoria kuelekea mpaka Ilongero. Lakini vile vile ilani inasema tutaendeleza uchimbaji wa visima virefu katika vijiji ambavyo havijafikiwa ili kuongeza upatikanaji wa maji. Lakini pia ilani ya CCM inasema tutatekeleza miradi ya maji katika vijiji vya Senene Mfuru, Mpambaa, Msimihi na Itamka. Kwenye barabara, ilani ya CCM inasema kwanza tunakwenda kufungua barabara mpya zenye urefu wa kilomita 106 katika maeneo ya Msisi, Mwasutianga, Mnung'una, Mwasutianga, Sinawida, Mwanyonyi, Mipilo, Mumbii, Mangida, Kinyamwenda, Mipilo, Migugu, Getwanusi, Modidas, Getwanusi, Mwasamia, Sokoine, Ngamu, Sokoine, Muliga, Ikanado, Mdilo na Mrama, Mwakiti. Hapo vipi? Lakini vile vile kwa barabara za kiwango cha changarawe zinazokwenda kujengwa ni kilomita 585. Maeneo hayo yanahusisha matengenezo katika barabara zifuatazo: njia panda Mgoli Ndwa Mganga, Mgoli Munkola Mwiganji, Ngaramtoni, Mkulu Msifuni Ndwa Mganga, Ikuwese Ikiwu, Mugamu Ntundu Minyaa, Mtinko Makuro Diagwa, Mung'una Ikiwu Siketure, Mtinko Ugandi Senemfuru, Msisi Msinko Igauru, Kinyeto Daranyani Sagara, Ilongero Kinyeto, Ilongero Meria na Ngamu, Msisi Mwasutianga, Mfumbo Ikiwu Minyenye, Sinawida Mwanyonyi Mitonto, Mipilo Mumbii Mangida, Kinyamwenda Mipilo, Itaja Mumbii, Sagara Pohama Mgori, Kisiriri Mdilu, Kifungu Ishaponga, Gana Mvae Mikuru Mwalala, Mvae Galunyangu Mwalala, Migugu Getwanusi, Mwasawia Sokoine, Ndamu Sokoine, Muliga. Lakini vile vile kwa ujenzi wa kiwango cha lami barabara za Singida mjini mpaka Ilongero mpaka Haidom kilomita 93, na sehemu ya Singida mpaka Ilongero kilomita 11. Kilomita 11. CCM oye!
Sasa mmeona karibu barabara zenu zote zimetajwa, sio? Na mbunge wenu Gulamali alivyo, hebu hamasa tulieni kidogo. Mbunge wenu Gulamali alivyo na tabia mbaya, alitaka miradi yote ya Tanzania ihamishie Ilongero. CCM oye! Kama tungemsikiliza sasa hivi nchi nzima ingekuwa inaandamana kwa sababu miradi yote imekuja Ilongero. Kwa hiyo huyu, maana tumemwambia aandike mahitaji ya Ilongero. Kweli mahitaji ya Ilongero ni kurasa 50. Jamani, mahitaji ya Ilongero ni kurasa 50. Matatizo ya watu kurasa 2, kurasa. Mbunge wenu kaandika 50. Hiyo ni fujo. Hiyo nini? Hiyo ni nini? Kwa hiyo hafai, sio? Hafai? 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 Basi bwana, sikusemi tena, nimeacha. CCM oye! CCM oye!